Usafi wa mwanamke ni muhimu sana. Huwa unabadilisha nguo ya ndani mara ngapi? Binafsi yako? Kwangu mimi mara 3. Mara 3? Mbona nyingi? Asubuhi. Nafanya kazi gani asubuhi? Biashara tu za hapa na hapo. Oh. Asubuhi? Asubuhi. Mchana, sasa hivi kuna jua ni kali linawaka. Vumbi kali. Vumbi kali. Kwa hiyo asubuhi na rangi gani hiyo asubuhi jamani? Wanawake hapo wanasikiliza. So mwanamke anaamka asubuhi ameweka sijui nyeupe. Anaenda kwenye kilimo. Jamani, rangi gani hiyo asubuhi? Asubuhi. Inapendekezwa rangi gani kwa mwanamke msafi? Ya pinki. Na ya pinki na ya blue bahari. Kwa asubuhi. Kwa asubuhi. Kwangu mimi lakini. Ndio. Sijui kwa wengine. Okay, kwa hiyo asubuhi hapo unaenda kazini. Unatoka. Ukishatoka? Nikishatoka mimi nafanyia karibu na nyumbani. Ni hapo hapo. Kwa mchana ile napenda nivae ya kijani lakini ambayo haijakolezwa sana. Yes. Kwa nini hiyo? Kwa sababu ni mchana pia napenda kuvaa hiyo rangi mchana. Sawa. Yes. Usiku? Usiku jamani. Usiku wa manane au usiku tu? Usiku umelala si? Usiku. Mwili unabidi upumzike jamani. Yes. Usiku. Ni open space. Oh yes, anaitwa Jorie, inaitwa Haimanishi. Hii ni Love Patrol. Yes, hii ni mabano. Haya, tunarejea hapo. Wewe huwa unapenda mwende mara ngapi na mpenzi wako wakati wa tendo? Oh yes. Hili swali ameliuliza huyo msikilizaji. Yes. Kuna wengine wanasema kimoja hakitoshi. Mimi mpaka sijui 10, sijui vingapi. Yeye ameuliza huyo msikilizaji. Oh my god, au sawa. Simu imekuaje jamani? Wakati wewe watu wachokozi. Wewe maswali ya mabano ndio maana ikaitwa mabano. Yaani hapa ni mabano kweli kweli. We ngapi unapenda? Wengine wanasema bao moja. Mwanaume yule au vitu gani? Na kutolea mifano. Wewe anasema yani leo at least huyu baba 3 tu. 3 Vinatosha. 3 hivi kwako vinachukua muda gani? Lisaa, masaa, dakika ngapi? Unakuwa unazijua kumbe na saa. Yani kwa kupimia, so kwamba lakini kwa tumeingia hapa saa 8, sasa hivi saa 1 usiku. Yani uona kama dakika 45. Dakika 45. Jamani. So unajua wanaume lijari kamili. Dakika 40 ni kimoja. Dakika 45 ni kimoja. Yani yule mwanaume ambaye lakini si umeniuliza sawa, ndio tunapiga story sasa na kusanua kwa mwanaume lijari ambaye ni mwanaume kweli huwa dakika 40 kimoja hicho. Haya bwana. Sawa. Oh yes. 0743303748. Wewe unasema naomba unitumie namba ya huyo dada. Nitumie basi. Oh yes, namba iko WhatsApp pale kwenye group la Love Patrol. So ukienda kule utaipata kwenye Love Patrol. Utaipata Honey Drama. Wewe unasema pia vipi? Jamani. Ili nilisome au nisilisome? Yes, speed anasema ni slow au speed ya nguvu? Ni speed ya nguvu. Hakuna kuremba. Wewe anasema
ana ubunifu gani huyo Anidrama? Sawa. Okay, Anidrama, muziki wako umeanza lini? Tupo mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Tupo mwezi wa 7. Mwezi wa 5. Umeanza mwezi wa 5. Yes. Mwaka huu. Yes, ugumu wa muziki uko wapi unavyoona ambavyo umeingia? Ugumu wake uko wapi? Kwangu mimi, kwa sababu mimi kila kitu najua kujifanyia. Kama ni kuandika naandika mwenyewe. Kwa labda kwa upande wangu ninapopata ugumu wa muziki ni pale ambapo unaweza ukaenda studio, unaenda kurekodi. Alafu unakuta kuna wengine, niseme labda wasanii wengine, au kuna watu labda wamewasindikiza wasanii wenzio. Unakuta upo unarekodi, upo busy, afu kama labda unajua kwenye kurekodi kuna kukosea. Unakosea sana. Unakosea sana, mnaweza mkarudia neno moja mnalirudia kama mara 5. Alinipenda. Utafute sauti nzuri. Kuna wale wanaokuwa wamekaa pembeni. Unasikia yani kama umekosea, unasikia yani wanacheka, afu yani mtu anagonga na rafiki yake hivi, yani anakutoa sana kwenye mood. Hicho kitu yani kinaniboa sana, ndio maana mimi nikiingiaga studio nahisi mimi na waga na rekodiaga kwa Javiva. Kwa waga namwambia Javiva mimi nakuja kurekodi nyimbo, lakini kama kuna mtu staki. Au kuna watu wale wanakuwa serious kweli, wanakuwa serious, au ni sawa, makini nakuwa nishawajua huyu yuko serious, lakini kuna wale ambao yani ukatisha tamaa. Kuona kwa namwambia kabisa hicho kitu sipendi. Kuona yeye anajua yani anakuja kurekodi nyimbo, nakuta kuna kitu safi. Msanii gani unampenda wa juu? Zuchu, Nandy? Nampenda Nandy. Yes. Ni lipi la kumwambia mdau Nandy lolote ambalo Nandy tamani ukionana naye, ukipeana naye mkono, mwambie Nandy? Nandy nampenda sana, pia namfuatilia sana. Na napenda vile anavyoimba. Kipi cha kumwomba sasa Nandy? Kwa sababu wale tayari washakuwa watu wakubwa ndio. Kitu gani ambacho ungemwomba Nandy akusaidia na wewe uweze kufika pale ambako unapahitaji? Ni vingi. Ya kumwomba ni vingi sana. Lakini kama atanisikiliza, takusikiliza. Nilipenda Nandy anishike mkono, nifike pale alipo yeye. Kwa sababu nikifuatilia Nandy, Nandy anawatoa sana watoto wa kike wale wasanii. Kimona pale alianza na Yami, akamshika mkono, sasa hivi Yami yuko anajulikana, ni kwa sababu ya Nandy. Pia sasa hivi yupo na Pipi Jojo, na unaona kabisa wako vizuri. Yes, hivyo. Kuona mimi natamani iwe hivyo. Yes. One day yes, na tuseme amina. Kila roho inachokinena huwa kinakuwa kweli. Yes. Bwana 0743303748 tupo na mrembo Anidrama ndani ya Love Patrol ya Shinaz FM Radio. Mimi ni msukuma mkokoteni, mwanaume lijari kamili, sauti mbili hapa mjini ambazo zinakubarika, yangu na ya Jaiva. So kama una hizo sauti mbili, warembo utawasikia kwenye redio. Yes. Bwana wewe anasema jambo gani unataka? Unataka au sehemu gani unapenda? Jamani. Huyu anauliza, ni msikilizaji wetu anauliza, sehemu gani ambayo unaenjoy ukishikwa na mpenzi wako? Au ni siri? Sipo sehemu mbili, lakini nitamjibu kwa sehemu moja.
Ndio? Kwenye matiti. Oh my God, oh yeah. Wewe anasema vipi hapo ulipofika ndo ilikuwa ndoto yako ya kufanikiwa kufikia? Anasema hapo ulipofikia ni ndoto yako ndo umetimiza ndoto yako? Kwa asilimia kidogo, kwa sababu ndo naanza. Oh yeah. Ndo naanza, kwa siwezi kusema kwamba nimefikia ndoto yangu. Bado sana. Oh yes, yeye anaitwa Dorini. Asante sana mrembo Dorini. Wewe anasema nisome kama big boy ndani ya mashule Kiamraire. Napenda niulize Ani Drama, yani ni kitu gani anafurahishwa na mpenzi wake wakati wa tendo? Okay. Maneno mazuri ananitamkia. Wow. Jamani, maneno mazuri. Wanaume mnakuwa bize kama mnachimba kokoto. Umekaza sura mwanzo mwisho, mwambie baby wow, we mtamu baby. Jamani, umetokea wapi wewe? Maneno matamu. Yeah. Na wewe unamwambia maneno matamu? Yes, tunaongea hiyo. Jamani, maongezi hayo. Hebu nisiachokoze mimi kayatimba. Wewe anasema naitwa Kashebo. Anasema naitwa Kashebo. Da, huyo dada, huyo mdada au shemeji yetu? Haya, sijaelewa. Anasema anaitwa Kashebo from Kikomero. Da, huyo mdada au shemeji yetu afanye yake tu, msela wake sijaelewa. Asante sana. Huyo anasema Remigius kutokea Kiamraire. Anasema huyo dada ana sauti nzuri, mashallah. Asante sana, amekusifia. Huyo anasema ni njia sahihi. Jamani. Haya. Huyo anasema huyo dada ana sauti nzuri, nimeipenda. Nisome kama Junior nikiwa pande za Bukoba. Asante. Oh yes. Huyo anasema kaka, maswali yako ya kichokozi. Asante sana. Huyo anasema anaitwa madam anasema huyo ameingia mnadani. Leo sio siku ya mnadani. Huyo anasema nisome kama Produce kutokea Buangaza. Da, mimi mchumba wangu kisi na mpala tumboni. Tuko pamoja hapo studio. Wewe. Huyo anasema mimi mpenzi wangu nitampa kisi la mkono. Nipo tayari kwa jambo lolote, nampenda kuliko chochote. Elia anasema mwambie huyo dada atupe style ya mahaba. Yes, which style ambayo wewe unaipenda? Style gani ambayo wewe unaipenda eti? Style ya mahaba? Kitandani, mchokochoni huko. Yani jinsi ninavyo wanaongea nini? No. Style mikao. Mungu. Sijui mwizi kafia sokoni. Watu wakorofi. Popo kafia jikoni. Hizo style. Kuku kafia kisimani. Style ni nyingi. Mmoja wapo ambayo unasema wow, nice. Mwambie private. Oh yes, ni siri yake private. Haya bwana, asante sana. Mala style, kuna style nyingi sijui. Haya, kifo cha paka. Haya bwana. Yes, hadi yangu ni kufikisha kileleni mpaka pale saa 7. Yes, tutakuwa YouTube. Hii interview utaipata pale YouTube. Love Patrol. Oh